Nashukuru sana kwa mara nyingine na nashukuru kwa kufikia stage hii. Kwa majina naitwa Bwana Mohamed Haji, ni mkurugenzi wa Twende Pamoja na Mama Sports Promotion ambao ndio waandaaji wa haya mashindano ambayo yanaendelea sasa hivi. Leo tulikuwa tuna mchezo baina ya Amazon na watu wa Tandika, lakini Amazon wameibuka ushindi kuwa washindi wa 3. Lakini mwamko wa vijana kwa kweli mimi nimeufurahia sana kwa sababu leo imekuwa kama ni finali, lakini ni mshindi wa 3. Kwa hiyo nategemea kesho kutakuwa na jambo kubwa zaidi ya ile ambalo la leo tumelipata, kwa sababu kesho tunaenda kwenye final. Na bahati nzuri ambao wameingia final ni watoto wa chuo na watu ambao wanajiita wahenga. Kwa hiyo tutakuwa na wazee na vijana, lakini wote wataonyesha burudani ambayo natamani kwa wapenzi wa football wa wilaya ya Kigamboni na sehemu nyingine za jiji Dar es Salaam, kesho waje washuhudie football ambayo kwa kweli itakuwa ni burudani ambayo haijawahi kutokea. Kwa hiyo mimi nahisi hiyo niwapongeze sana, na vijana hao ambao wamecheza mchezo wa 3 leo, mimi nimewapa tu zawadi, kwa maana kwamba kwa sababu nimeona vipaji vyao, mtawazawadia kwenda Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuonyesha burudani, wakaonyesha changamoto ya football ambayo iko huku baina ya Dar es Salaam na Zanzibar. Kwa hiyo wenyewe wamenikubalia, nadhani hao maandalizi tayari yako vizuri, na kwa sababu tayari tunaelekea kwenye Dr. Hussein Mwinyi and Samia Cup ambayo itafanyika Zanzibar, naamini tutafanya mambo mengi sana kupitia michezo. Ndio, pengine maandalizi yapoje hadi hivi sasa kuelekea finali hapo kesho baada ya kushuhudia mbungi ya leo? Kwa kweli maandalizi yako vizuri, lakini naamini mpaka ikifika saa 4 kesho asubuhi uwanja huu kwa kweli utakuwa hukamatiki, kwa sababu kesho ni finali ambayo itakuwa ni finali ya mfano. Na bahati nzuri tutakuwa na wasanii wengi tu. Ndugu yetu Kidevu ametuandalia burudani ambayo mwenyewe anasema mimi nimwachie. Tutakuwa na watu wa Singeli hapa, tutakuwa na Mwanya, tutakuwa na kina Bambo, tuko na wasanii ambao tutakuja kukesha hapa kwa ajili ya mkesha wa Mama Samia. Kwa hiyo kesho ni siku ya burudani na siku ya watu wa Kigamboni kuja kuenjoy. Kuna surprise yoyote siku hapo kesho? Surprise ambayo mimi nimeiandaa sana nimeandaa kwa ajili ya watu ambao wataonyesha burudani, na naamini hiyo surprise itakuja kuonekana hapa. Lakini naamini kwamba waandishi wa habari sijawaacha mkono, tumetoka nao mbali kuziendesha timu 32, kwa maana kwamba zikafikia stage mpaka tumefika leo, hawajawahi kutuacha mkono. Kwa kweli hataona zawadi yao. Sasa natamani hao waandishi wa habari wamiminike, waone zawadi yao ni nini. Mimi ni mtu wa vitendo, naamini kuna vitu nitavifanya. Ndio, kwa kumalizia, vipi zawadi kwa kiujumla ya mashindano, kwa sababu kesho ndio siku yenyewe ya mwisho ya kumaliza mashindano? Zawadi, tuna zawadi nzuri tu. Kwa mshindi wa kwanza tunaamini kwamba kuna zawadi yake ya shilingi milioni 2. Hiyo anapewa direct hapa, lakini kuna na zawadi zingine ambazo anategemea kupewa. Anapewa milioni 2 na anapewa kitu ambacho tayari hizo ni maandalizi ya waandaji wangu ambao watayaelezea, kwa sababu sisi ni waratibu. Lakini pia kuna mshindi wa 2 na yeye anapata milioni 1.5. Kuna mshindi wa 3 atapata milioni 1, na mshindi wa 4 hatujawahi kumwacha na yeye anapata 500,000. Kwa maana ukiangalia hii ligi imeenda vizuri sana, kwa maana zawadi zao zimekuwa kutokana na uwezo ambao wameuonyesha. Mimi kama mwandaaji natamani nizidishe hizo zawadi, kwa sababu nimeridhika na kiwango ambacho wamekionyesha. Neno lako kwa wadau ambao wamekuwa pamoja naye? Mimi wadau natamani sana tuendelee kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya mambo sisi ambao tunayafanya hapa ni juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan alianzisha, sisi tunatakiwa tumalize. Kwa hiyo mimi na furaha. Na kwa sababu gani? Daktari Samia Suluhu Hassan tunaona yeye ndio mtu pekee ambaye alihamasisha michezo. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa kumsupport daktari, na nafikiri unaona kwa nini ni daktari. Natamani huko aliko anaona juhudi za vijana ambao wanaendelea kumsupport. Nawashukuru sana. Bwana, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na kudura zake, na namshukuru Mungu kutuweka sisi wote salama, wote wazima, kwa sababu nimeona waandishi wa habari wamekuja kwa wingi, nimeona watu wa aina mbalimbali wa Kigamboni wamekuja ni wingi, na watu wa Mji Mwema wamekuja ni wengi, wote kuangalia burudani iliyoandaliwa na Mheshimiwa Makunduchi Villa Moteli. Bwana, mimi nasema hivi, Mandonga mtukazi mpaka nimefika hapa Mji Mwema kwa niaba ya bosi Mo Makunduchi Villa, na nimekuja hapa kuchangia hamasa kwa wananchi wenzangu, kwa wanadamu wenzangu, kuangalia soka linalopigwa la mchangani. Bwana, burudani hii yapatashika ngoko kuchanika kweli nimeiona. Huko toka mwanzo nilifungua mimi nikiwa kama balozi wa Samia Cup, lakini mwisho nimeuona leo. Sasa mwisho unaoelekea ni mtamu kunoga. Wasikwambie mtu, unakwambia utamu wa asali uguse ujirambe, lakini kweli leo nimejiramba na nimeona burudani. Nimeona leo mshindi wa 3 akipambana kwa juhudi zote kuonyesha
Samia Cup anaondoka na ushindi wake bila shida aina yoyote. Kweli leo kapigwa mtu vyuma viwili na burudani imeonekana na mshindi wa 3 kafahamika. Lakini bado pia kwa uwezo wa Mungu anapojalia kwenye baraka zake, nasema hivi, wakazi wa Kigamboni, wakazi wa Mji Mpya, wakazi wa Mji Mwema, wakazi wanaotoka Mbagala aina mbalimbali, bwana, kesho tusikose. Kama Ndonga Mtukazi kaweza kutoka Morogoro mpaka kaja Mji Mwema kuangalia mashindano haya ya Samia Cup, basi kesho kuna burudani ya hatari. Kesho hapigwi mtu ngumi Noige, kesho hapigwi mtu peresu, kesho hapigwi mtu ngumi kaniki. Kama ukisikia kuna kile kitu kinaitwa onyonyo okononze, hiyo ndio ni ngumi mpya ya Mandonga Mtukazi. Sasa Kigamboni panawaka moto. Mji Mwema kesho Mandonga yupo, na kesho ndo fainali. Na fainali imeandaliwa zawadi kabambe na Mheshimiwa Bosi Mo Makunduchi Villa. Kesho baada ya kumpata mshindi namba 1, bado zoezi aliishia hapo. Wajue kabisa kwamba ndani ya Jumapili tutakuwa Makunduchi Villa Motel tukichinja ng'ombe wa kutosha, akiwa Mandonga Mtukazi na wale wadau wa soka na wadau wa Kigamboni, wadau wote wa Mji Mwema wafike Makunduchi Villa Motel. Kutakuwa na burudani kabambe kipindi hicho. Siku ya kesho Jumapili, MC Kidevu wa Channel 10 atatuletea pilika za watu weusi. Singeli itakuwepo hapa, waigizaji watakuwepo hapa, na miondoko yote itakuwepo hapa. Kwa hiyo tusisahau kesho, zawadi nzuri zitakuja, zawadi kabambe za wachezaji, za washiriki wa soka, wasemaji wa soka. Kuna mambo ya medali zitatoka, medali za kila aina kwa kila timu, kwa kila viongozi, kwa kila kamati, ila wakawa wakijua kabisa Bosi Mo Makunduchi Villa Motel ameandaa burudani akishirikiana na wakazi wa Kigamboni na wa Mji Mwema. Jamani, kesho tusikose, na sio kesho tu, na siku ya Jumapili tusikose Makunduchi Villa Motel, tule ng'ombe wa kutosha. Asanteni sana, nashukuru kwa hilo. Mungu aite baraka njema. Hapa tupo leo, tulikuwa tumeshuhudia mtanange wa mchezo wa kutafuta mshindi wa 3 katika kombe hili la Mama Samia 2025. Nafikiri watu wote wameona jinsi gani mpira sasa hivi Kigamboni ulivyokuwa. Wameshuhudia mpira mkubwa sana umechezwa, lakini niseme kwanza, binafsi yangu nimefurahishwa na kitu kimoja. Mpaka hapa sasa hivi na uhakika mshindi wa kwanza, wa pili na wa 3 watakuwa wametoka Kigamboni, licha ya ligi hii kushirikisha timu kutoka wilaya nyingine za mkoa wa Dar es Salaam. Hiyo ni faraja kubwa kwangu, nadhani na wapenzi wote wa soka wa Kigamboni. Hali ya mpira Kigamboni sasa hivi kama mnavyoona, ndio maana mashindano kama haya yameanzishwa hapa kutokana na hamasa iliyopo, na yenyewe ameongeza hamasa juu ya hamasa. Sasa hapo mwenyewe utafikiria nini kinatokea. Watu ambao wamehamasika wanafanya kitu kwa hamasa. Nadhani hii itatupelekea na sisi pia kufikiria hatua moja mbele zaidi, ili tuweze kuutoa mpira wetu hapo ulipo kuelekea unapokwenda. Tunawashukuru sana mashabiki, tunawashukuru sana waandishi wa habari, kwa maana nyinyi ndio ambao mnatupelekea ujumbe huu kwa wananchi, wanaona nini kinafanyika Kigamboni. Kwa kipekee kabisa nawashukuru sana wadhamini ambao wamejitokeza kuyafadhili mashindano haya, tukianza na Makunduchi Villa ambao ni main sponsors, lakini pia ndugu yetu Dr. Roikiza Togabe amejitahidi kwa namna moja ama nyingine, kwa kiasi kikubwa sana amesaidia ufanikishaji wa mashindano haya. Lakini bado kuna taasisi nyingi tu zimejitokeza kama TANAPA, wamekuja na wenyewe pia wametunga mkono, na nafikiri yote ni dalili njema kwa mpira wa Kigamboni. Mimi niseme namshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia nawashukuru sana wakazi wa Kigamboni kwa hamasa hii wanayoonyesha na jitihada hizi. Kwa kipekee kabisa niwashukuru sana vijana wetu wa Kigamboni. Mwenyekiti, kwa kumalizia, tutaona mwendelezo hivi vilabu ambapo vimefika fainali, kwa sababu vimefika hatua ya fainali, lakini ni vya Kigamboni. Mwendelezo wa kuvifanya viendelee kukua vilabu. Mwendelezo upo, na ndio maana umeona vimefanikiwa kufika fainali. Kwa mfano, timu zilizoingia fainali ni timu ya Wahenga ambao ni hapo kwetu Kibugumo, na timu ya Dream Team ambayo inaundwa kutoka katika taasisi ya chuo cha Mwalimu Nyerere ambacho kipo pia Kigamboni. Timu ya 3 ndio hii hapa Amazon, leo imechukua na ushindi wa 3, imefunga timu ya Tandika United kutoka Tandika.
Of course, yani hiyo ni faraja kubwa sana kwetu sisi wakazi wa Kigamboni. Tutajitahidi katika kila hali tuweze kukaa karibu na viongozi wa hizi timu kuhakikisha tunasaidiana kuzipeleka mbele.